Unastahili utukufu peke yako. Tuongoze kwa mkono wako, tuongoze kwa nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe. Tuongoze kwa uwezo. Katika jina la Yesu Kristo, ewe mtazamaji wa Goodluck Sunday Online TV, ninapenda kukukaribisha katika siku hii ya kwanza ya kongamano hili la Pasaka. Ninaomba mahali ulipo unaweza kuungana nasi katika maombi na katika sadaka. Unaweza kumtolea Bwana kupitia namba inayopita hapo chini kwenye screen yako. Vile vile unaweza kusambaza link kwa watu mbalimbali ili waweze kufikiwa na mafundisho haya ambayo Mungu ameachilia kupitia mtumishi wake Goodluck Sunday. Ubarikiwe sana. Akaone neema yako katika jina la Yesu. Wema wako ukawe pamoja nasi. Tudumie kwa nguvu zako, kwa utukufu wako Yesu Kristo. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sema nasi sasa, tuko tayari kukusikia kwa utukufu wako. Amen. Mpe Bwana makofi ya shukrani. Nishukuru kwa neema ambayo Mungu ametupa siku ya kwanza katika mfululizo wetu wa siku 5 ambazo tunazo kwa siku hizi ambazo Mungu ametupa katika neema hii ya Pasaka hii ya mwaka 2025. Bwana Yesu asifiwe. Niwashukuru watumishi wote waandaaji, nishukuru misio, nishukuru idara wake, nishukuru kanisa. Na hii pekee nishukuru watumishi wa Bwana, waimbaji, Arnold pamoja na timu. Mungu awabariki kwa namna ambavyo naendelea kuwa sehemu ya baraka hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ni wakaribishe sasa moja kwa moja na niwakumbushe tuna neema hii kwa siku 5, lakini pia tuna maombi mapema asubuhi kuanzia saa 12 mpaka saa 1. Na leo tumemwona tena Bwana asubuhi mapema akiwa nasi na akituhudumia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kichwa tulicho nacho kinasema itumie mauti ya Kristo Yesu itumie mauti ya Kristo Yesu kwa kufufua na kukomboa kila kitu kilichokufa. Itumie mauti ya Kristo Yesu itumie mauti ya Kristo Yesu kwa kufufua na kukomboa kila kitu kilichokufa kwenye maisha yako. Ili viweze kuishi kwa kusudi la Mungu. Tumia mauti au itumie mauti ya Kristo Yesu kwa kufufua na kukomboa kila kitu kilichokufa kwenye maisha yako. Ili viishi tena kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania mlango wa 9 mstari wa 14 na wa 15 ndio mstari ambayo inatuongoza. Waebrania mlango wa 9 mstari wa 14, 15 na 16. Japo mkazo wangu kwenye mstari wa 15 na wa 16. Waebrania 9 mstari
14, 15 na 16. Na mimi nitakuwa nasoma 15 na 16 kwa kuwa ndio mkazo wangu. Naomba tusome wote kama tumepata Waebrania 9, 15 na 16. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa Agano Jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokea ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyeifanya. Tusome tena pamoja. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa Agano Jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokea ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu linasema tumia au itumie mauti ya Kristo Yesu kwa kufufua na kukomboa. Bwana asifiwe sana. Kuna kufufua na kukomboa. Haya maneno yote yanajitegemea tofauti na yana maana tofauti. Nini maana ya mauti? Naomba nianzie hapo kwa sababu nataka kuzungumza kidogo mahali pa kupeleka siku hii ya kwanza kabla hatujaingia kwenye mkazo wa maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya mauti? Mauti ina maana pana kidogo, lakini nilete maana kidogo kwa ufupi. Nini maana ya mauti? Mauti ni neno ambalo kwanza kwetu sisi tulilipata kutoka lugha ya Kiarabu. Lina maana ya maut au kifo. Lugha ya Kibantu ni kufa. Maana yake ni mwisho wa uhai. Mwisho wa uhai. Maana yake ni mwisho wa uhai wa kiumbe. Kwa lugha ya kibiolojia ni mwisho wa michakato yote ndani ya kiumbe hai. Narudia. Maana yake ni mwisho wa uhai wa kiumbe. Maana yake ni mwisho wa uhai wa kiumbe. Kwa lugha ya kibiolojia ni mwisho wa michakato yote ndani ya kiumbe hai. Hivyo mwili hupoteza uwezo wa kufanya kazi za kiasili kama vile kupumua, kudunda kwa mapigo ya moyo na mzunguko wa damu. Waandika tu hizi maana kule tunakokwenda tutaona vitu tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kibiolojia ni mwisho wa michakato yote ndani ya kiumbe hai. Hivyo mwili hupoteza uwezo wa kufanya kazi za kiasili kama vile kupumua, kudunda kwa mapigo ya moyo na mzunguko wa damu. Hii ni maana ndogo sana, kwa sababu mauti ina tafsiri pana na hiyo ni ndogo tu. Lakini maana nyingine, mauti au kifo ni roho kutengana na kile kilichokuwa kinakitia uzima. Maana nyingine ya kifo au mauti ni roho kutengana na kile kilichokuwa kinakitia uzima. Ni mchakato wa kupoteza uhai wa roho kutengana na kinachokiwezesha.
kifo au mauti. Ni roho kutengana na kile kilichokuwa kinakitia uzima. Ni mchakato au ni matokeo ya kupoteza uhai wa kiroho katika kile kinachokitia uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aina nyingi za mauti. Maana ya kibiblia ni pana kidogo kuhusu kifo au kuhusu mauti. Kibiblia ni ujira wa dhambi unaosababisha mauti. Ninaenda haraka haraka, ninakuacha. Jitahidi kuandika kwa speed kwa sababu ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya kibiblia kuna upana kidogo, lakini mauti au kifo ni ujira unaotokana na dhambi. Nasema mshahara wa dhambi ni mauti. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuelewa vizuri somo hili ambalo nataka kusema na wewe kidogo juu ya somo hili la mauti, nitazungumzia kidogo juu ya kuyanisha mauti ya Adamu wa kwanza na mauti ya Adamu wa pili. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu na mwanadamu wa pili ambaye ni Kristo, wote walikuwa ni milango ya mauti. Narudia, nisikilize vizuri kwa sababu inaweza ikakuchanganya kidogo. Bwana asifiwe sana. Mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu na mwanadamu wa pili ambaye ni Kristo aliyeumbwa kwa neno, wote walikuwa ni milango ya mauti. Lakini kuna utofauti kati ya milango hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu aliyeumbwa na udongo, logic yake iko hapo. Mwanadamu aliyeumbwa na udongo, yani Adam, ambaye ndiye mimi na wewe, tulizaliwa bila mauti. Lakini baada ya kukosea tulifungua mlango wa mauti. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Adam baada ya kuumbwa hakuwa na mauti, lakini baada ya kukosea aliachilia mauti au alifungua mlango wa mauti. Na mauti yake ilitokana na dhambi, ikaleta adhabu ya kufa. Na kifo ambacho kinakuja kwa mwanadamu aliyeumbwa na udongo, yani mimi na wewe, kinatokana na kifo kilichoachiliwa au kilichofunguliwa mlango na mwanadamu ambaye ni Adam. Bwana asifiwe. Okay. Kuna mwanadamu wa pili ambaye aliumbwa kwa neno. Mimi na wewe hatukuumbwa kwa neno. Mimi na wewe tuliumbwa kwa udongo. Mwanadamu wa pili ambaye ni Kristo Yesu, yeye aliumbwa kwa neno. Na baada ya kuumbwa kwa neno, mauti yake ilitokana na pendo la Mungu. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake, ili kila muamini asipotee. Anakuja kwa ajili ya kufa. Kwa hiyo yeye ni mlango wa pili wa mauti, kutoka kwenye mauti. Sasa nisikilize, sio milango ambayo nitaizungumza. Wa Adamu wa kwanza na wa Kristo nitakuja kuieleza mbele juu ya hasara zilizotoka kwa Adam, lakini faida inayotoka kwenye mauti ya Kristo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mauti ya Kristo ilitokana na pendo la Mungu. Yesu hakufa kwa sababu alitakiwa kufa. Aliumbwa kwa neno, akaja kwa makusudi ya kufa.
Mlango wa pili wa mauti unatafutwa, lakini mauti kazi yake ni kukomboa. Bwana asifiwe. Okay. Iko hivi. Adamu aliporuhusu mauti, Adamu wa kwanza, ili tuishinde mauti, lazima apatikane ambaye atakuja kwa kitu hicho kinaitwa mauti, ili aweze kuishinda. Kwa sababu huwezi kushinda ugonjwa pasipo kupata mbadala wa ugonjwa. Huwezi kushinda mauti pasipo kupata mbadala wa hiyo mauti. Kila kitu kina malipo, au unalipa chochote kulingana na kile kinachofanana. Bwana asifiwe. Kwa baada ya Adam kufa, Yesu analetwa kama Adamu wa pili. Na azungumzi tu kama Adamu wa pili, anazungumza kama roho yenye kuisha, ili kuja sasa kwa ajili ya kuokoa. Mauti yake iwe ni mbadala wa mauti ya Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanadamu aliyeumbwa kwa udongo, yeye alileta mauti ambayo kwa jinsi ya kimwili ilikuwa ni mlango wa kila mwanadamu anayezaliwa, ambaye anakuja kibiolojia itampasa kufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mauti tofauti. Kuna aina 3 za mauti. Unaweza kuandika, tuanzia hapo kusogea. Kuna aina 3 za mauti. Kuna aina 3 za mauti. Tarudi tu kwenye mistari kule, wewe tuandike kidogo. Bwana asifiwe. Kuna aina 3 za mauti. Aina ya kwanza ya mauti ambazo tunapaswa kuzijua tunapojifunza kwenye somo hili ni aina ya mauti ya kiroho. Aina ya mauti ya kiroho inaitwa spiritual death. Spiritual death. Aina ya kwanza ni mauti ya kiroho, inaitwa spiritual death. Aina ya pili ya mauti ni mauti ya kimwili. Hii ni physical death. Physical death. Mauti ya kimwili. Na aina ya 3 ya mauti ni mauti ya milele inayotokana na ukosefu wa rehema. Ukosefu wa rehema. Mauti ya milele. Tuna aina 3 za mauti: physical, spiritual na mauti ya milele. Angalia mwenzako, kumwambia mauti ya milele. Na kwenye somo hili nitazieleza hizo mauti, alafu utagundua ni wapi upo, ili tunapoomba ugundue na ujue ni wapi unatakiwa kushughulika kwenye Pasaka hii, kutumia mauti ya Kristo kukusaidia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaweza kutambua mauti kama usipotambua uhai. Huwezi kutambua neno mauti kama hujatambua neno uhai. Bwana asifiwe. Wakati Mungu anamuumba mwanadamu, alipoanza kumtengeneza mwanadamu, kitu cha kwanza ambacho baada ya kumuumba yule wa udongo, alipomfinyanga ili kumsimamisha sasa ili mwanadamu aishi duniani, kitu alichoweka kwa mwanadamu kiliitwa uhai. Angalia mwenzako, mwambie uhai, ambacho unapata kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 7. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 7 ni mstari ambayo tunaijua, tunaisoma mara nyingi. Tusome pale, alafu tutaenda kusoma kitabu cha Ayubu. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 7. Huwezi kuzungumza swala la mauti
usianze kuzungumza swala la uhai. Bwana asifiwe sana. Okay. Mwanzo 2 mstari wa 7 tusome wote katika jina la Bwana. Bwana akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Okay. Unapozungumza swala la mauti, lazima urudi kwanza kutafakari au kujifunza swala la uhai. Bwana asifiwe. Kwa sababu tukisema kuna mauti juu ya kitu fulani, maana yake kuna aina ya uhai ambao ulitakikana kuonekana haupo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumza swala la uhai, tunaelekea mazima kuzungumza swala la mauti, au tunarudi kuangalia mauti katika eneo lake kwa jinsi ambavyo imekuja. Sasa nimesema mauti imegawanyika mara 3. Kuna mauti ambayo ni spiritual, na kuna mauti ambayo ni physical, na kuna mauti ambayo hiyo inahusika na umilele. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Okay. Fungua kitabu cha Ayubu. Tuangalie mauti kwenye ile pumzi anayoizungumza pale. Ayubu 27. Ayubu 27. Uhai wa mwanadamu kimwili au kiroho, tunapotaka kuangalia ni lazima tuangalie huu mfumo uliofichwa kwenye uhai. Ayubu 27. Mstari wa 3. Kama tumepata, naomba tusome katika jina la Bwana. Kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu ikatika pua yangu. Kuna mtu anaona mstari? Naomba uunderline, maana tutapita hapo uone kitu alichokiandika kwa upana kidogo. Bwana asifiwe sana. Anasema hivi: kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu. Okay. Uhai unaweza usiwe mzima ndani yako. Kuna mtu anaona mstari? Anasema hivi: kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu katika pua yangu. Kuna roho ya Mungu ambayo tunaiona pale, ni roho inayohusiana na roho ya mwanadamu. Alafu kuna uhai ambao unahusiana na mazingira ya kumfanya mtu aonekane katika kuishi. Bwana asifiwe. Unaposoma hiyo mistari yote, huwezi kuitafsiri kwa mara moja au kwa pamoja. Lazima uangalie kila kipengele kwenye ule mstari wa 3 una tafsiri yake. Bwana asifiwe. Ayubu anaona kuna uhai ambao ulipaswa kuwa ndani yake. Japo alikuwa anapita mahali pa uharibifu, tayari kila kitu kimeharibika au kila kitu kimekufa kwenye maisha yake. Mwili wake ulikuwa tayari umeoza, lakini kuna kitu kinaitwa uhai kilikuwa bado kipo ndani. Alafu kulikuwa kuna roho ya Mungu bado iko kwenye pua yake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo pamoja na uharibifu uliotokea kwenye mwili, bado anazungumzia swala la uhai lilikuwa lipo. Swala la uzima lilikuwepo. Pamoja na shetani alikuwa ameruhusiwa kucheza naye kila mahali, lakini moja ya eneo ambalo bado lilikuwa lipo, pamoja na hali ya ubaya inayoonekana juu ya Ayubu, lakini uhai ulikuwepo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa iko hivi: tunapojifunza juu ya eneo la uhai, mwanadamu anakamilishwa na maeneo 4.
Tunapojifunza juu ya uhai wa mwanadamu, mwanadamu anakamilishwa na maeneo manne. Eneo la kwanza ni mwili wake ambao umeumbwa kwa udongo. Eneo la pili ni pumzi ya Mungu ambayo ndiyo roho ya mwanadamu. Eneo la tatu ni roho ya Mungu ndani ya mwanadamu. Na eneo la nne ni uzima unaokuwepo ndani yake. Bwana asifiwe. Kuna mwili ambao unatokana na udongo. Tunapomzungumza mwanadamu katika eneo la uhai, kama amekamilika, lazima tuguse maeneo manne. Eneo la kwanza nimesema ni mwili wa udongo. Eneo la pili ni pumzi ya Mungu ambayo ndiyo roho ya mwanadamu. Eneo la tatu ni roho ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utanielewa mbele tunapojifunza kidogo. Eneo la nne ni uzima. Uzima tunaweza kuupa umilele ndani ya mwanadamu ambao Adam aliuondoa, Kristo akaja kuurudisha. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya mwanadamu siku ile alipoumbwa aliwekewa mambo manne. Alipofinyangwa kwa udongo alipewa mwili. Alipomaliza kupewa mwili alipewa uhai ambao ulitokana na pumzi, roho. Alipomaliza kupewa pumzi akapewa roho wa Mungu ambaye alikuwa na kazi ya kumuhusisha na mbingu. Alafu eneo la nne alipewa umilele, kuishi siku zote bila kufa. Kwa mwanadamu anakamilika katika uhai. Tunapozungumzia uhai tunazungumza maeneo manne juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho Ayubu anasema hivi: kwa kuwa uhai ukali ndani yangu na roho yenye ile pumzi bado iko puani mwangu, kuna mazingira ambayo bado ninajua nitaenda. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna hivi vitu viwili vikubwa vya msingi, japo mwili umechakazwa, lakini hivi vya msingi vikubwa, ile uhai, pumzi, pamoja na roho ya Mungu ambayo ilikusudiwa kwangu haijaondoka. Bado ninajua kuna wakati tena nitarejeshwa, nitaumbwa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mwanadamu alipoumbwa, baada ya kumalizika kuumbwa, Mungu alipomwekea muunganiko wa hayo maeneo manne katika ulimwengu wa kiroho na wa kimwili, mwanadamu akaanza kuishi. Wale mwenzako mwambie mwanadamu akaanza kuishi. Mwambie ulianza kuishi ukiwa na sehemu nne zilizokamilika. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, kulikuwa kuna muunganiko kati ya roho ya mwanadamu na Mungu katika uhai huo ambao uliunganika na mwili. Muunganiko kati ya roho ya mwanadamu na uzima wa milele. Ngoja nirudie pale juu. Kulikuwa kuna muunganiko kati ya roho ya mwanadamu na Mungu, au roho ya Mungu kwa kuweka ule uhai. Alafu kulikuwa kuna muunganiko kati ya roho ya mwanadamu na uzima wa milele. Kwa sababu Mungu aliweka vyote vinne. Mwili huu ulitakiwa kuishi milele. Bwana asifiwe. Mwangalie mwenzako mwambie mwili huu ulitakiwa kuishi milele. Kupitia roho uliopewa, kupitia pumzi uliopewa, kupitia uhai uliopewa. Nisikilize tu, maana hapa mwanzo pake kuchenga kule tunakokwenda utafeli. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa ndani yako
Mungu alipoweka hivi vitu, shetani alipokuja akaenda kwa Hawa wakati anataka mauti iingie, alienda akavuruga uhusiano kwanza wa mwanadamu na Mungu. Alipovuruga uhusiano, kwa sababu anajua mwanadamu akishaachanishwa na hii kitu inaitwa roho wa Mungu, ameachanishwa na ule uzima aliyotakiwa kuwa nao, kwa sababu mwili haufai kitu. Kumbuka, mwili haufai, maneno yale ndiyo roho, tena ni uzima. Alipopulizwa ile pumzi, ndipo mwanadamu alianza kuishi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ili kumtoa kwenye hiyo nafasi, lazima tuondoe kwanza uhusiano kati ya mwanadamu na roho aliyopewa. Kukatokea vifo na mauti ya kwanza baada ya shetani kuanza kupita pale bustanini. Haikuwa mauti ya mwili. Bwana asifiwe sana. Ilitokea mauti ya roho. Mwangalie mwenzako, mwambie mauti ya roho. Na leo nataka nianzie hapo, nianze kupita hapo sasa. Wangapi mmenielewa tangu tulipotokea mpaka hapo? Nani nimemwacha? Maana huku nakokwenda panaweza pakawa pagumu kama huku tulikotoka hujanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Mauti ya kwanza iliyompata mwanadamu baada ya shetani kuingia pale bustanini kubomoa mfumo wa maisha ya mwanadamu, alipitisha mauti ya kiroho. Mwangalie mwenzako, mwambie mauti ya kiroho. Mwangalie usoni, mwambie mauti ya kiroho. Mwangalie tena, mwambie mauti ya kiroho. Okay, hebu tuangalie kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili 24. Mambo ya Nyakati wa pili 24. Tunaanzia hapo ili tuanze kusogea sasa. Maana watu wengi sana, ninajua shetani baada ya kutuvamia, eneo kubwa analolivuruga kwanza ni eneo la kiroho. Wengi wapo hai kimwili, unaweza kuwaona, lakini kiroho hawapo. Bwana asifiwe. Na mimi nataka tuanzie hapo ili tusogee sasa. Bwana asifiwe sana. Nyakati wa pili 24 mstari wa 20. Nataka uone kitu fulani pale, alafu kitabu cha Mwanzo mlango wa 41. Kwa nini nikuonyeshe tu kwa nini shetani alienda pale? Kwa sababu anajua mwanadamu anapoishi, kitu cha kwanza ambacho kinafanya kazi na mwanadamu katika mazingira yote ili aweze kwenda kila siku, afanikiwe kila siku, ni roho anayopewa. Bwana asifiwe. Sasa uhai wake ukitaka kumvuruga katika mifumo hiyo minne, unaanza na roho. Okay. Mstari wa 20, 1, 2, 3 anasemaje? Na roho ya Mungu ikamjia Zekaria mwana wa Yehoyada kuhani, naye akasimama juu ya watu, akamwambia, Mungu asema, kwa nini ninyi kuzihalifu amri za Bwana hata msiweze kufanikiwa? Kwa kuwa mmemwacha Bwana, yeye naye amewaacha ninyi. Okay. Kumwacha Bwana pale kuna hali ya mfumo wa kiroho ulikuwa umepata shida kwa wale watu. Sasa roho ya Bwana inamjia Yehoyada na inataka kumueleza kwamba hawa watu maisha yao yana changamoto, na kwa sababu kuna namna shetani amewatenga, kama alivyoanza pale kwa Adam. Alipoenda pale bustanini, moja ya kitu ambacho alivuruga ni uhusiano wa Adam na Mungu. Alipovuruga uhusiano, alienda kuivuruga roho ya mwanadamu. Mwanzo 41. Mwanzo 41. Mwanzo 41
mstari wa 38. Mwanzo 41 mstari wa 38. Kama tumepata, naomba tusome katika jina la Bwana. Ni Yusufu wakati amefika Misri. Wakati Farao anamuona, moja ya kitu ambacho alikiona kwa Yusufu, hakumuona mwili, aliona spirit iliyopo bado inafanya kazi, kwa sababu mwanadamu ni spirit. Okay, hem tusome ile pale 38. 1 2 3. Tuanzie 37 kama tunaweza. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Okay. Kilichomfanya Yusufu akaonekana wa maana sio sura, sio umbo, sio jina lake, sio elimu yake, ni roho wa Mungu. Hebu angalie mwenzako, mwambie roho wa Mungu. Kumbuka tunazungumza juu ya mauti. Bwana asifiwe. Usiondoke huko, maana huku tunajaribu kuweka msingi tukusogea mahali tunakokwenda. Wakati wanamuona Yusufu, kilichokuwa kinampa Yusufu mpenyo, nafasi, kibali, na kilichomfanya aonekane pale Misri na kwa Farao, ni roho ya Mungu ambayo ilikuwa haijaguswa ndani yake au haijavurugwa ndani yake. Kwa lugha nyingine, ni ule uhai ambao bado ulikuwepo. Alikuwa hatembei na mauti. Bwana asifiwe. Wale wana ambao Yohana anazungumza nao, moja ya kitu ambacho tayari Mungu anakiona kwao, kuna namna wanafanya vitu na havifanikiwi. Okay. Kwa nini hawafanikiwi pale? Kuna shida kwenye uhusiano wao na Mungu. Ile roho ya Mungu ambayo walipewa, kuna namna waliingiliwa mahali wakavurugwa. Kwa hiyo kuna uhai wa kiroho ambao uliondoka ndani yao. Walikuwa wana uhai wa kimwili kama kawaida kabisa, lakini uhai wa kiroho ulikuwa haupo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Shetani alipoenda bustanini, moja ya kitu ambacho alikuwa ametarget pale bustanini wakati anamwendea Adam na Hawa, ni kuvuruga uhusiano wa Mungu na wanadamu, au kuvuruga uhusiano wa Mungu na Adam. Kwa kufanyaje? Kwa kuishambulia roho ya Adam ikose uhusiano mzuri, ili ajikute yupo lakini hana matunda mazuri tena katika kile ambacho Mungu alikusudia kwa Adam. Kwa hiyo shetani akaenda akaleta mauti ya kiroho. Mauti ya kwanza ya mwanadamu inayoanza kuja kwenye maisha ili kuua functions zote kwenye maisha yako ni mauti ya kiroho. Mwangalie mwenzako, mwambie ni mauti ya kiroho. Mwangalie usoni, mwambie mauti ya kiroho. Sasa utanielewa huko mbele. Wakati Mungu anamwambia Adam, anamwambia matunda ya miti yote mnaweza kula, si ni sawa? Lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile. Alafu unajua aliwaambiaje? Hakika mkila mtafanyaje? Mtakufa. Okay. Walipokula nini kilitokea? Unajua siku ile walikufa pale. Angalia mwenzako, mwambie walikufa. Kwa nini? Mungu asemagi uongo. Sema mkila mtakufa. Ilikuwa sio mauti kwanza ya umilele. Walianza kufa kiroho. Na unajua kufa kiroho kwao nini kilitokea? Adam wakati anatafutwa bustanini tena alikuwa hayupo. Nini? Uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu ulivunjika. Kumbuka uhusiano wa mwanadamu na Mungu unawekwa na roho inayofanya kazi kati ya mwanadamu na Mungu, roho wa Mungu aliyopewa mwanadamu. Kwa roho wa Mungu aliondoka pale pale. Baada ya kula Adam alikufa. Angalia mwenzako, mwambie alikufa. Mwangalie usoni tena, mwambie alikufa. Okay. Ngoja nikuonyeshe kitu. Fungua kitabu cha Luka. Maana watu wengi tunasoma hii habari hapa na kuna kitu hatukielewi pale. Wangapi tunamfahamu mwana mpotevu? Wangapi tunafahamu habari za mwana mpotevu?
Okay, ngoja tusome leo tuone habari fulani zilizoko pale. Tujifunze kwenye hili somo. Wangapi tunamfahamu mwana mpotevu baada ya kuondoka kwa baba yake? Unajua ule ulikuwa ni mfano wa Mungu na mwanadamu. Haukuwa mfano wa yule baba na mtoto. Ulikuwa ni mfano wa Mungu na mwanadamu. Shetani anapokuja kuvuruga maisha yako, moja ya eneo ambalo analitafuta ni la kiroho, sio la kimwili. Na akishapata roho yako, amepata maisha yako, anapata kila kitu. Unajua kutapanya kwa maisha ya yule bwana akavuruga kila alichokuwa nacho ni baada ya kufa. Kuna mtu ananielewa? Okay, tusome 15 pale. Tusome 15 21 mpaka 24. Tufungue tusome 15 21 mpaka 24. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. 15 21 mpaka 24. Kama tumepata naomba tusome wote kwa sauti. Yule mwana akamwambia baba yake, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lile bora, mkamvike. Mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama mwanangu aliyenona, mchinje nasi tumle na tufurahi. Angalia mstari wa 24. Kwa nini? Kwa nini? Angalie. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka. Mwangalie mwenzako, mwambie alikuwa amekufaje wakati amekuja. Mwangalie usoni, mwambie alikuwa amekufaje wakati amerudi alafu na ameomba msamaha. Alikuwa amekufaje wakati yuko na mwili kirahisi hivyo? Hii inatuonyesha kwamba shetani alichokuwa anatafuta kwa mwana mpotevu, cha kwanza sio kumpoteza tu duniani, ni kumpoteza kiroho, ili apoteze mfumo wa maisha rasmi aliyokuwa amekusudiwa kwa ile roho iliyowekwa kwake. Kila mwanadamu alipewa aina ya roho wa Mungu inayohusiana na kile ulichopewa ndani yako. Ngoja nirudie hichi kitu. Kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu alipewa aina ya roho inayohusiana na kile ulichowekewa ndani na mwana. Mungu aliweka ndani yako ile roho. Baada ya kuweka ile roho ndiyo inayohusiana na uhai na sifa yako, ambayo wakati Yusufu anafika kule kwa Farao, waliona ile roho. Hawamuoni Yusufu. Sasa tumpate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Okay, kumbuka kulikuwa kuna watu pale, lakini hawakuwa na aina ya roho ambayo Yusufu alikuwa na, kwa sababu Yusufu alikuwa na roho aliyopewa na ilikuwa haijaondoka. Kwa hiyo alikuwa hajafa. Aliletwa katikati ya watu waliokuwa wamekufa. Mwangalie mwenzako, mwambie uko hai au umekufa. Ile unaona umeamka asubuhi, au ile unaona unafanya mambo mengine duniani, unafanya kazi, haina maana wewe uko hai. Kwa sababu kuna uhai, kuna mauti mara tatu na kuna uhai mara tatu. Shetani anapokuja kwako, eneo la kwanza analolitafuta, alipoenda kwa Adam, alikuwa atafuti aondoke kwenye uso wa dunia. Alikuwa anatafuta aondoe kile ambacho ni uwepo wa Mungu kwenye uso wa dunia, kitakachomfanikisha Adam aishi milele na afanikiwe. Kwa hiyo akamuondoa pale, kitu ambacho wana wa Yehoyada hapa, Yehoyada anawaambia mtafanikiwaje wakati kuna namna mmejitenga na Mungu, kuna namna roho ile wa Bwana hayupo kwenu. Sasa nimetumwa kuwauliza mtafanikiwaje. Maana yake alikuwa anaongea na watu ambao wamekufa kiroho lakini kimwili wapo. Na unajua ukifa kiroho huwezi kutoa, yani kirahisi tu ukajua umekufa. Unajua sio rahisi tu unajua umekufa. Kwa sababu si unaona bado duniani upo. Watu wakipita wamepiga suti na wewe umepiga. Watu wakichomekea na wewe watu wakipiga wigi na wewe umefanyaje?
lakini unafanya mambo hayaendi. Unasimama kwenye zamu yako lakini huoni mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu wewe ufanikiwi kwa sababu upo duniani unaonekana kiwiliwili. Mafanikio yako yameambatanishwa na ile roho ya Mungu iliyowekwa kwako, na shetani huwa anaiondoa hiyo ili akuache wewe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukirudi pale unakumbuka ilikuwa ni roho ndogo, haikuwa Roho Mtakatifu. Soma vizuri pale. Haikuwa Roho Mtakatifu, ilikuwa ni roho yenye ara ndogo. Maana yake ni roho ya Mungu ambayo mwanadamu amepewa. Kumbuka roho ya Mungu ambayo ni Roho Mtakatifu ni ara kubwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huyu mtoto alipokuwa amerudi, moja ya kitu ambacho baba yake anasema huyu alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Ni watu wangapi wamekufa na tuko nao kanisani? Muulize mwenzako, mwambie umekufa hujafa. Muulize umekufa hujafa. Kwa sababu matokeo yatakujulisha kama umekufa au hujafa. Matokeo ya kujulisha umekufa hujafa ni wakati wa matokeo ya mambo unayofanya ukiwa kwenye nafasi. Kwa sababu kuna vitu vinatakiwa kuzaliwa. Sasa havizaliwi kwa sababu kuna mauti kwako. Unajua unaweza kuwa kimwili upo lakini una mauti. Unafanya biashara lakini umekufa. Ile spirit ya biashara haipo. Roho inayosukuma biashara kwako haipo. Wewe umekufa, huna nguvu ya kufanya biashara. Kwa hiyo hata ukishika pesa unaipoteza kwa sababu imeshikwa na mfu. Naeleweka. Unajua najaribu kuweka msingi. Angalia mwenzako mwambie tunaweka msingi leo, ili tujue tunakokwenda. Bwana asifiwe. Ile mimi niko hapa kanisani haina maana ya kwamba mimi niko hai. Unanisikia? Kwa sababu naweza nikawa nipo lakini nimekufa. Watu wakija wananiona kiwiliwili, lakini kinachofanya kazi kutoka kwa Mungu ndani yangu hakipo. Mnanielewa? Sasa ndio maana unajikuta una struggle kwenye eneo ulilopo. Kwa nini? Kwa sababu huna kinachoweza kukusaidia kufanya. Hichi kitu kilikuwa kwa Yusufu na Yusufu ndo alikitunza. Watu wengi sana mfano mkubwa upo pale kwa Yusufu. Yusufu alijaribu kujitahidi sana kutunza isife ile kitu. Kwa sababu unaweza kubaki unaonekana. Kila mtu atakukuta, lakini roho inayofanya kazi katika hilo eneo haipo. Sasa unaweza kujikuta uisha kufa kiroho. Kimwili upo na bado pia unautegemea uzima wa milele. Umilele unaweza ukaupata kupitia Kristo, lakini hapa duniani kwenye utendaji ukaambulia sifuri. Kwa nini? Kwa sababu huna uzima wa kiroho. Na ndio maana nimeanza kuzungumza hapa. Ukimwona mwanadamu yote duniani anafanikiwa, eneo linalompa kufanikiwa ni eneo la ulimwengu wa roho. Na eneo la ulimwengu wa roho linahusiana na hiyo spirit ninayozungumza. Sasa sikia, ukifa pale umekufa katika maeneo yote ya kimwili. Umekufa katika maeneo mbalimbali ya kimaisha ambayo unagusa. Unaweka biashara pale haiendi, unaweka pale haiendi, unaweka pale pesa inapotea, unaweka pale nini? Shida iko kwenye roho, shida haipo kwenye mwili hapo sasa hivi. Shetani alichokitafuta kwanza amekusogeza mbali. Ndio maana unaona watu wengi sana wanapoonekana sawa wameanza kufanikiwa kidogo, shetani anachokitafuta anajaribu kuwapelekea ubize wa kuwatenga na Mungu kama mwana mpotevu. Alafu wanajikuta ni kama wanafurahia walichokipata saa hiyo, lakini hawajui walichokipata saa hiyo kinaweza kupotea baada ya muda mfupi sana. Kwa sababu hata yule mwana mpotevu alichukua kila kitu, Biblia inatuambia, lakini alipoenda baada ya kufa kila kitu kilipotea. Akajikuta anakula na nguruwe na heshima yake ikapotea. Hakuwa mtu wa kula na nguruwe. Alikula na nguruwe kwa sababu tayari alikufa kiroho. Kuna aina ya maisha unaweza kuishi
sio standard ya kwako, sio level ya kwako, lakini kwa sababu kuna namna kwenye ulimwengu wa roho wewe umekufa kiroho. Kwa hiyo hiyo aina ya maisha unayoishi ni aina inayokuja kulingana na hali ya kiroho. Muulize mwenzako, wewe umewahi kufa? Anaangalia na check. Mwangalie tena, muulize, umewahi kufa? Wangapi hamjawahi kufa? Inawezekana umekufa kiroho. Kimwili upo. Na kila siku unaonekana maeneo mbalimbali, hata kazini unaonekana, lakini kiroho umekufa. Na ukisha kufa kiroho, maana yake umekosa cha kukusaidia kwenye hiyo nafasi unayofanya. Mimi hapa good luck kwenye hii nafasi ninayofanya saa hii, mwili wangu ni sehemu ya utumishi niliopewa kwa. Lakini kinachonisaidia kufanya hii kazi ili wewe unielewe alafu upate uone mantiki ya kilichowekwa ndani yangu, ni spirit iliyowekwa nyuma ya hiki ambacho nakitumikia. Bwana asifiwe. Sasa sikia, hii roho nikisha kufa, hata wewe ukikutana na mimi huyu alikuaga good luck, ungekutana naye enzi zake. Mwangalie mwenzako, mwambie wanasema ungekutana naye enzi zake. Enzi zake ni zipi? Alipokuwa na roho. Baada ya roho kumtoka ile ya ulimwengu wa kiroho, na enzi zake ziliondoka, kwa sababu enzi za mtu zimeambatanishwa na spirit uliopewa. Ile roho ndio maana wanaoenda kuzimu wanapewa hiyo roho kwa muda, kwa kipindi. Ile roho ikishafika mahali pa kufifia, ikiwatoka, na wao majina yao yanaondoka. Unanisikia? Sasa hii roho ikiondoka, hawezi kusema tumpate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu huyo mtu amekufa kama mwana mpotevu. Mwana mpotevu alikuwa hai, ameenda, amefanya kila kitu, amefanya biashara zote, amefanya kila kitu, lakini amerudi. Biblia inasema, baba yake anasema mchinjieni. Huyu alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Ili kongamano lina mpango wa kumfufua mtu. Bwana asifiwe. Okay, ngoja niseme hivi. Hizi siku za Pasaka tulizopewa zina kazi ya kumfufua mtu ambaye ana aina fulani ya maisha, lakini ametengwa nayo baada ya shetani kujua anakokwenda, akamletea vita. Ile vita ikavuruga ile roho. Ile roho ilipoondoka kwenye eneo fulani ambalo alitakiwa kutenda nayo kazi, amejikuta amebaki mwenyewe. Kwa hiyo mtu amekufa, japo anatamani kuendelea kufanya huduma, lakini amekufa kiroho. Hujawahi kukutana na watu wanatamani kumtumikia Mungu lakini amekufa kiroho? Hujanielewa. Hata akija wakati pengine ukishampa mtu ambaye amekufa kiroho, hata kama anatamani kumtumikia Mungu, kampa maiki, utaona tu vurugu. Kwa nini? Kwa sababu kinachofanya kazi sio yeye kuwepo pale kimwili, ni roho itakayokuwa inafanya kazi saa hiyo kutoka ndani yake, ambayo imechanganywa na kile ambacho anakitumikia. Sasa baada ya kufa kuna kitu kinapotea. Watu wengi sana hawajui, baada ya shetani kuwaletea vita ya kiroho, eneo la kwanza analoliwinda kwenye maisha yao sio mwili kwanza. Maana anajua eneo la mwili kuna siku utarudi mavumbini. Alishafanikiwa kuanzia kwa Adam. Hujanielewa? Shetani anajua siku moja mwili huu utarudi kwenye mavumbi. Maana yake picha ya umbo lako kwenye mwili kuna siku haitaonekana. Hata watu wakikutana na passport size yako, baada tu ya wewe kufa, huwa inapauka. Kafuatilie. Hujanielewa ninachozungumza? Kama wewe unanielewa, kafuatilie. Picha ya mtu akiwa yuko hai huwa bado ina mng'ao ikiwa iko pale, lakini baada ya kufa kuna kitu kinapotea kwenye ile picha. Kwa nini?
Kwa sababu kuna kitu fulani kimeondoka kwenye ule mwili, kwa umebaki na kitu kinachoonekana tu kimeonekana, lakini huyu mtu kuna uhalisia hiki kitu hakipo, na hata mkitaka kukiunda tena hakiwezi tokea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, naomba nisogee kidogo nizungumze madhara yatokanayo na mauti ya kiroho. Nianzie hapo kidogo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Madhara yatokanayo na mauti ya kiroho. Kicha kwanza kinachotokea, madhara ya kiroho yanapo mauti, roho ya mauti inapotokea mahali, kuna madhara yanayokuja kwa mtu. Na haya yana indicate kwamba huyu mtu anatembea na mauti, na kama anapaswa ataelewa kwa haraka, atapaswa kuanza kushughulikia, kwa sababu ni indicator. Ni indicator ambazo zinakuja kuonyesha kuna mauti ipo mahali. Dara la kwanza, unakuwa mara kwa mara moyo wako una maumivu ya ndani na hofu na huzuni kubwa isiyoondoka kwa kipindi kirefu. Hii ni indicator. Ukishaona unakuwa mara kwa mara na moyo unakuwa na maumivu ya ndani. Unajua kuna maumivu ya juu tu, si ndio? Unakutana nayo tu alafu yanaisha. Lakini unakuwa na maumivu ya ndani kwa ndani. Lakini hao maumivu hayaishi tu. Ghafla unasikia ndani pia kuna kuwa na hofu. Hofu ile inakuwa na huzuni. Vinakuwa sehemu kubwa vimekamata ndani. Hiyo ni dalili ya kwamba unatembea na roho ya mauti lakini hujui. Sasa sikia, mauti wapi? Kuna kitu kwenye ulimwengu wa kiroho kimekufa kwako. Kuna mauti ya kiroho unayo lakini hujui. Okay, tusome maandiko machache. Tuangalie Zaburi ya 55 mstari wa 4, alafu tuangalie Ayubu. Zaburi ya 55 mstari wa 4. Kawaangalie hii kitu, kawaulize. Mara nyingi unajua wamama pia wanapokuwa kwenye hali ya ujauzito, eneo la ujauzito huwa lina uzima na mauti. Lile eneo huwa lina vita ya mauti. Kawafuatilia wamama wajawazito wengi, eneo lile huwa wanapita kwenye hilo eneo. Mara nyingi kuna tatizo linakuja kwenye moyo. Kwa nini? Mauti inakuja inatafuta mlango. Okay, hem tusome Zaburi ya 55 mstari wa 4. Moyo wangu unaumia ndani yangu na hofu za mauti zimeniangukia. Turudie tena. Moyo wangu unaumia ndani yangu na hofu za mauti zimeniangukia. Hebu fungua kitabu cha Ayubu 21. Ayubu 21. Si kila mtu huwa anajua. Moyo unauma. Hata ukifika mahali unakutana na watu wamechangamka. Kama vile tumeingia hapa na tukakuta watumishi wa Bwana wanasifu, wanatukuza Bwana, lakini wewe ndani hakuko sawa.
Pamoja na sifa ile inaendelea kuondokea. Biblia inasema hivi, furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Unajicheki pamoja na Mungu anafurahi kupitia sifa yako, lakini ndani wewe umechoka, bado una maumivu. Okay, Ayubu 21 mstari wa 6. Hata nikumbukapo na huzunika, na utiisho wanishika mwilini mwangu. Okay, kumbuka, Ayubu anaeleza hiki kitu wakati shetani amepewa kazi ya kumvuruga. Tayari ameweka mfumo wa mauti unafanya kazi. Tayari ameua watoto wake wote, tayari ameua mifugo yake yote. Kila kitu cha Daudi cha Ayubu kimeuawa. Anaishi. Cheki Biblia inasema hivi, wakati ule akiwa amezungukwa na ile spirit ya mauti, akienda hivi, wakirudi wajakazi wanamletea taarifa, anamwambia ni mimi tu nimebaki kukuletea habari, wale watoto wamekufa wote. Ni mimi tu nimekuja kukuletea habari, wale ngamia wamekufa wote. Ni mimi tu nimekuja kukuletea habari. Wakati ule yuko pale, Biblia inasema hivi, hata nikumbukapo na huzunika. Kuna tatizo la utisho unanishika mwili mwangu. Anafika mahali mwili unakosa ile body language, inakosa nguvu, inakosa hali ya kuimarika, anajisikia kukosa nguvu katika mwili. Okay, sio kwamba mwili umepungua vitu ndani, umepungua madini, hapana. Spirit ya mauti inapoingia inakuja, inakaa kwenye maeneo, ikishaanza kukuletea hali ya kuumia ndani kwenye moyo, maumivu hayaondoki, huzuni haiondoki. Unafika mahali, kuna wakati unakaa alafu ghafla unakumbuka, huzuni inakuja, maumivu yanaingia ndani. Mauti iko nyuma yako, na watu wengi sana hawajui. Mwangalie mwenzako, kumwambia unajua hiyo mauti iko nyuma yako. Na usipojua, okay, ngoja nitakueleza hichi kitu. Biblia inatuambia hivi, mauti itawachunga. Nitakuja kuizungumza kule mbele. Kwa nini mauti inawachunga? Mauti ina nguvu ya kutembea na wewe kila mahali, inakuchunga ni wapi inapata mlango. Kwa hiyo huzuni ile inapokuwa hapo, ile roho ikisha kuja, labda umekufa kiroho, unatembea na ile hali, mauti inakuchunga katika kila eneo. Ukijaribu kugusa hiki, kifanya hiki, mauti iko pale, inaua unachofanya. Muulize mwenzako, mwambie moyoni ukoje? Kwa sababu hii ni dalili ya kwanza. Lazima ujue kuna madhara yanayokuja, na haya madhara yakishatokea, huko ndani kunaanza kuwa na shida kubwa. Unakuwa ni mtu ambaye moyo hautulii. Watu wengi sana wenye roho ya mauti, kawafuatilie, moyo hautulii. Moyo hautulii. Okay, angalia pointi ya pili. Pointi ya pili, madhara ya roho ya mauti ikiwa iko tayari imekuja. Jambo la pili ambalo utakuwa unalikuta unaishi, unakosa maamuzi binafsi ya kujisimamia vyema katika mambo yako binafsi, kwa sababu roho ya mauti yenyewe imekuelekeza namna ya kufanya. Yenyewe inakukokota kwa sababu inakuchunga. Ukishasikia utachungwa na mauti au mauti itawachunga, maana yake ukishasikia kuchungwa, maana yake inakuwa shepherd. Unanisikia? Ikishafika mahali kukuchunga, ikishakuwa mchungaji wako, maana yake inakupeleka kwenye mambo inayoyataka, na wewe huwezi kujisimamia. Watu wengi ambao wana roho ya mauti hawana maamuzi sahihi. Kama angalia mwana mpotevu, rudi pale kwenye ule mfano. Wakati roho ya mauti imekuja pap, imemvamia, akadai kila sehemu ya mali yake inayomwangukia. Alafu Biblia inasema hivi, akapewa. Alipopewa akachukua. Biblia inasema hivi, akaenda akatapanya.
akatapanya na malaya, akatapanya na kila mtu, akamaliza kila kitu. Alafu Biblia inasema maamuzi yake akampeleka tena kwenda kuomba kazi ya kuchunga nguruwe. Hebu angalia mwenzako, mwambie roho ya mauti. Roho ya mauti ikiwa nyuma yako inakufuatilia kwenye uchumi, kafuatilie. Unaweza ukachukua hata pesa ambayo iko mahali ukaipeleka kwenye kitu cha ajabu tu ambacho hakina maana. Ujaye mkuta mtu anaenda kwenye account ana withdraw pesa ambayo hakuwahi kufikiri ataitoa leo au kesho, lakini anaipeleka kwenye jambo ambalo halina maana. Nini inamfuatilia nyuma? Kuna spirit ya mauti inaua uchumi. Kisa tu amemwona mtu fulani amevaa nguo fulani hivi, kwa naye asema ngoja nikaitafute hii nguo inapatikana wapi, ili wigi linapatikana wapi. Hakuwa na mpango. Lakini roho ya mauti huwa inakamata maamuzi. Unakosa maamuzi binafsi, unaamua vibaya. Hujawahi kumkuta mtu ana roho ya mauti alafu imempiga kule ndani ghafla kwenye vitu ambavyo anavifanya? Kamfuatilie. Kuna vitu ambavyo anavifanya alafu mbele anakuja anajikuta anajuta. Kwa nini nimefanya? Kwa nini nilitumia ile 100,000 pale? Muulize mwenzako, mwambie hujawahi kumuona mtu anafika masa, kwa nini nilitumia ile 100,000 pale? Alafu saa hiyo anasema kwa nini nilitumia? Haipo tena. Na huo mlango wa kuipata hiyo 100,000 sio mwepesi, kwa sababu hukuipata kirahisi. Shetani alipoiona akatafuta mlango wa mauti, ni wapi analeta mauti ili aichukue hiyo 100,000. Muulize mwenzako, muulize kuna mahali umekufa. Maana unajua tunaweza tukazunguka nafundisha alafu inawezekana hujafa. Bwana asifiwe. Inawezekana hujafa alafu mimi nazungumza na mtu ambaye yuko hai, kwa hiyo haina maana kwako. Mifumo hii shetani alipokuwa anaona mwanadamu kuna mahali anaenda, na ili asiweze kufika, moja ya jambo kubwa ambalo mfumo wa kuzimu ulitengeneza ni mauti. Kicha kwanza kikubwa katika ulimwengu wa kiroho ambacho mwanadamu ndio vita yake, na Biblia inazungumza kabisa adui wa mwisho atakayeangamizwa ni mauti. Kwa nini amekuwa adui wa mwisho? Kwa sababu ana ukubwa, ndiye alianza kuwa wa kwanza. Kwa unaweza ukaangalia impact ya roho ya mauti ni kubwa kuliko vitu vingine vyote. Hivyo unajua mtu anaweza akaumwa mpaka akanyamaza, haongei, vidonda vimejaa kila mahali, lakini kama roho ya mauti haijaja kwake hafi. Ni kama Ayubu alioza kila mahali lakini hakufa. Kwa nini? Kwa sababu roho ya mauti haikuruhusiwa kuingia ndani. Aliambiwa cheza tu na mwili, usiguse roho. Kwa nini? Eneo la spirit yake halikutakiwa kuguswa, kwa sababu angeguswa pale angepotea. Ndio maana hata kama unaumwa usianze kufikiria unakufa. Hiyo ni sehemu ya mwili. Kuna mtu ananielewa? Lakini kafuatilia, jifunze sana swala la ulimwengu wa roho juu ya somo la mauti. Unapojifunza swala la mauti, kuna mahali unatakiwa kwenda. Usianze kuangalia tu kwa sababu umekunywa paracetamol umekufa. Paracetamol haijakuwa, lakini kaangalia kwa nini paracetamol imeruhusiwa ije kwako umeze. Kuna kitu nyuma. Sasa roho ya mauti imejificha nyuma ya paracetamol, lakini paracetamol kama paracetamol inapoza homa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya mauti kisha kuja, maamuzi hata ukienda kwenye familia yanakuwa ni mabaya. Angalia watoto wako ambao roho ya mauti imewafuatilia kwenye masomo, kaangalia maamuzi yao. Na hapo utaanza kunielewa. Okay, mtoto wangu ana roho ya mauti. Alafu hii roho ya mauti sio vile ninavyofikiri kwamba anakufa kesho kimwili. Hii roho ya mauti imeshamvamia rohoni, na maamuzi yake kwa jinsi ambavyo anafanya, okay,
hii nimegundua ni indicator kwamba hii ni hatua fulani, kuna mahali anakwenda ambako atakwama kabisa. Okay, pointi ya 3. Nataka tukaombe. Hiyo pointi ya maamuzi hatujaangalia. Hebu tuangalie kwanza mistari michache. Angalia kitabu cha Zaburi ya 49. Zaburi ya 49. Zaburi ya 49. Angalia kitu kinachosema pale kwenye Zaburi ya 49 mstari wa 14. Ukishashughulikiwa na hiyo roho, kuna kitu kinapotea kwenye maamuzi. Angalia mstari wa 14 anasemaje? 1, 2, 3. Kama kondoo wamewekwa kwenda kuzimu. Kama nani? Okay, kati ya wanyama ambao wanahesabika hawana akili ni nani? Ni kondoo. Na ndege wanaohesabika hawana akili ni nani? Ni bata. Sasa mwangalie mwenzako, mwambie unakuwa kama kondoo. Angalia mstari wa 14. Kama kondoo wamewekwa kwenda kuzimu, na mauti itawachunga. Okay, mauti inapowachunga maana yake inawanyima maamuzi. Unajua ukiwa na mlinzi yuko nyuma yako, huwezi kuamua kinyume cha yeye. Mwangalie mwenzako, mwambie wewe unaweza kuamua. Alafu mwambie maamuzi yako unayoamua yanakupa tija. Kwa sababu moja ya kitu unachotakiwa kujua kama maamuzi yako yana faida, angalia ulipoamua kitu gani, nini kilitokea. Na ukishagundua maamuzi yale ya kuleta tija, anza kufahamu kuna mauti inakuchunga kwenye ulimwengu wa roho, inakukokota mahali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maamuzi yanaweza yakaja ambayo Mungu hataki uyaamue, lakini kuzimu imetaka uamue. Sasa imetaka uamue kwa namna gani? Kuna mfumo wa mauti unakuja nyuma yako, alafu unakuchunga. Ile roho ya mauti kianza kukuchunga, inakupeleka kuamua vibaya. Ndio unasikia mtu aliamua tu, akaenda akachukua kisu akajichoma akafa. Tulikuwa naye hapa, lakini alipoondoka tu akapita hivi, tukasikia tunaambiwa fulani ameanguka, amejichoma kisu, amekufa. Nini? Mauti ilikuwa inamchunga. Alafu inampa maamuzi. Anaenda mpaka mahali anajificha tu, anachukua kamba anajinyonga. Nini? Mauti ilikuwa inamchunga. Unajua mauti inaweza kukuchunga mpaka kwenye masuala ya kuamua kwenye biashara. Wakati kuzimu inajua kabisa huyu mtu fedha yake akipeleka hapa atafanikiwa, unaletewa maamuzi ya kupeleka hapa. Alafu ikishaenda pale inafia pale, alafu unasema ningelijua ningefanya hii. Mwangalie mwenzako, mwambie unafika mwisho, ningelijua ningefanya hii. Alafu unakuta hii inaishi, hii hapa imekufa. Unasema huu mzigo sikuwa na mpango wa kununua, ni kwa sababu fulani aliniambia. Sio yeye. Yeye alitumwa, lakini mauti ilikuwa inakuchunga. Ukishasikia sauti, unajua imani huja kwa kusikia. Na mauti ina masikio, mauti ina mdomo. Inakwambia peleka pesa pale. Alafu hii kwa sababu hii bado ipo, nitaifuata tu. Ngoja nipige idili ya haraka. Alafu mauti inakwambia umetumbukiza. Mimi ndio shimo. Unajua Biblia inatuambia mauti na kuzimu ni ndugu, ni pacha. Mauti na kuzimu ni pacha. Kwa ukisikia swala la kuzimu na mauti, jua ni vitu viwili pacha. Tutaiangalia huko mbele tunakwenda. Sasa mauti ikianza kumchunga mtu, inafuruga maamuzi yake. Baba kama mimi naweza nikajikuta mjini nimetembea, alafu mauti inanichunga. Hiyo mauti inataka kuniua tu. Aiue mfumo wangu wa familia, ivuruge maisha yangu, ivuruge hali yangu ya kiroho. Inaniletea binti, alafu inanipa maamuzi. Mauti inanichunga. Nasikia kuamua kuzungumza naye, alafu natembea naye. Baada ya kutembea naye, sikia, nitajuta. Lakini kule kujuta hakunisaidii tena, kwa sababu nimeshakufa.
Unajua wanasema hivi, Biblia inasema hivi, pamoja na kutubu lakini kuna matunda ya adhabu. Yaani baada ya dhambi kuingia ilizaa mauti. Unanisikia? Pamoja na mwanadamu alisamehewa kwa kuja Kristo, lakini ile mauti ambayo mwanadamu alitakiwa aishi milele ipo pale pale. Kwamba mwanadamu utakufa. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, atakufa. Sasa sikia, mimi sitaki kuzungumza pale maana kila mtu kuna siku atakufa hapo. Nataka kuzungumza hizi partition hapa ninazozizungumzia kidogo. Ukifa kiroho ni mbaya kuliko vile unavyofikiri. Ukifa kiroho umekufa kibiashara. Ukifa kiroho umekufa kiutumishi. Ukifa kiroho umekufa umama wako kwenye ndoa. Ukifa kiroho umekufa ubaba wako kwenye familia. Ukifa kiroho umekufa kila mahali, kwa sababu kila mtu akikutana nawe haoni kile kitu ambacho ulikuwa unatakiwa kuonekana nacho. Kwa sababu kuna mtu anasema nilichotegemea kwa huyu sikioni. Nilitegemea angekuja achangie kitu fulani, sioni tena. Nilitegemea mtu ana kitu anaweza kuongeza, sioni. Mwangalie mwenzako, muulize unaamuaje? Kuamua kwako kukoje? Mwangalie usoni, mwambie kuamua kwako kukoje. Unajua kuna mtu anaamua kiupumbavu kabisa alafu anaona bado yeye ni mjanja. Hujawahi kukutana na mtu ameamua kiupumbavu kabisa alafu bado anafika mahali anaona yeye ni mjanja? Mauti iko pale. Kwa mauti inataka kuonyesha namna ambavyo inafanya. Na hamtamkuta kwanza amekufa mmemzika, no. Inaua kwanza vitu, ile potential alionayo. Huyu kijana alipoondoka akaenda kule akatafanya tumia mauti ya Kristo kufufua vilivyokufa. Alikuwa anatembea na mauti. Ndio maana siku anarudi Mungu anasema, yule baba anasema, huyu mwanangu alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Kuna watu wengi sana mnafanya biashara lakini mmekufa kibiashara. Hii Pasaka haijaja kwa sababu tu ya kupiga story. Mimi sijaja kuambia story hapa. Nina package ya muda mrefu sana hapa ya kusema na wewe, hata tukaa mwezi mzima hapa tunaweza kujifunza hichi kitu. Hii mauti imesha hamia kwa watu. Kesho nitakuonyesha mauti inaweza ikatembea na wewe juu ya mabega yako. Kesho nitakuonyesha. Na ikitembea hapo kazi yake ni kuua mamlaka yako ya kibiashara, mamlaka yako ya kimaisha. Kumbuka juu ya mabega Mungu ameweka mamlaka. Na mauti inaweza ikaja ikakaa juu yako. Ndio maana unakuta kuna watu mara nyingine anaamka au anatembea alafu anasema nasikia uzito. Muulize mwenzako, mwambie ulishahisi uzito wakati fulani juu ya mabega? Alafu unamuuliza nini kimetokea? Sasa nasikia uzito. Hebu niombe, nasikia kama uzito. Unaumwa? Ni kama naumwa lakini siumwi, nasikia uzito. Watu wengi sana waulize, watakwambia juu ya mabega yao. Takuonyesha kesho. Mauti inaweza kutembea na wewe juu ya mabega, imekaa hapo. Alafu mikono hiyo hiyo ndio inayofanya kazi. Tegemea mabega yamekaliwa, mauti iko huko. Lazima iwe uchumi unaopita kwenye mikono. Hujawahi kukutana na mtu anakuambia nina tatizo ambalo silielewi, kila mara nasikia mabega yangu ni kama kuna kitu kimekalia. Alafu unamwambia unahisi kama nini? Sasa ni kama mzigo tu upo, alafu sioni. Hebu niombe. Lakini uliponiombea ni kama iliachia. Lakini nilipofika nyumbani tena imerudi tena. Ndio, okay, sawa. Kwa mtu mwenye ufahamu wa kiroho anajua huyo mtu ana mauti. Na kwa sababu ana mauti, huwezi kumwambia tu wewe kuna mauti iko kwako kwa haraka haraka, maana utampa pressure, atakufa saa hiyo hiyo. Ataondoka, moyo unaweza ukasimama.
Lazima uombe wewe binafsi kwa namna ambavyo unaweza kumsaidia, na huwezi kumwambia tu tayari wewe unakufa, una mauti iko hapo. Na sasa hivi nikikwambia una roho ya mauti ni kwa sababu nafundisha hapa, mimi sijamnyookea mtu, lakini roho ya Bwana anaongea na mtu peke yake. Ningekunyoshea hivi, kesho tunalia. Sasa fulani alimwambia wewe una mauti. Na ikisha guswa haitaki, inashtuka. Ikisha shtuka namna hii, inaenda na roho. Sasa kwa nini nafundisha hichi kitu? Acha nisiende kwenye pointi nyingine. Kwa nini nafundisha hichi kitu? Mtu yoyote ambaye amefungwa kwenye mauti, au ana nguvu ya mauti, ana spirit ya mauti nyuma yake, kuna vitu ambavyo tayari kuna madhara yako kwake ambayo hawezi kujitoa kirahisi. Ni lazima arudi aijue Pasaka kazi yake nini. Bwana asifiwe. Rudi kwenye Waebrania 9. Kwa nini nakufundisha hiki kitu? Bwana Yesu asifiwe. Kesho uwasaidie na wengine waje. Bwana asifiwe sana. Kesho tutaanza mapema. Kesho Alhamisi Kuu. Wasaidie na wengine waje. Na kama kuna mtu amekushirikisha changamoto ya namna hii tunayozungumza, mlete kesho, mwambie twende tu. Mstari wa 15 pale, angalia anasemaje. Kazi ya Pasaka iko pale. Anasema hivi: na kwa sababu hii mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti ya aliyefanya. Sikia, huwezi kutoa mauti mahali bila mauti mahali. Narudia tena. Ndio maana mauti ya Kristo ilifanyika kwa upendo wa Mungu. Mauti ya Adamu ilifanyika kwa hila ya shetani. Sasa sikia, upendo wa Mungu unaleta mauti inayookoa. Uharibifu wa shetani, hila ya kuzimu, hila ya shetani inaleta mauti inayoua. Kwa nini Mungu analeta upendo wake? Sasa kwa maana jinsi hii aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila muumini asipotee. Amemtoa kwa ajili ya nini? Amemtoa kufa. Anapomtoa kufa, anamleta ili kuhakikisha kwamba anaokoa kile kilichopigwa na mauti. Mauti ili iondoke, lazima ipate mauti. Ngoja niseme hivi, sikia. Ukidaiwa pesa, unatakiwa kulipa pesa. Unanisikia? Ukidaiwa ng'ombe, unatakiwa kulipa ng'ombe. Ukidaiwa mbuzi, unatakiwa kulipa mbuzi. Unajua kila deni lina thamani ya aina ya hicho kitu unachotakiwa kulipa. Wakati mauti ilipoingia, shetani alipoileta kwa mwanadamu, roho ya mwanadamu inakufa. Lazima ipatikane roho ya Mungu kuja kurudisha uhai. Ndio maana wakati anaposema mauti inapoondoka, shetani anapokuja kwenye mauti ya kiroho, anadili na eneo la roho ya mwanadamu. Anapofuatilia ile roho uliyopewa. Sasa Yesu wakati anakufa, moja ya kitu ambacho Biblia inatuambia, Yesu hakutolewa roho. Biblia inatuambia alijitoa roho yake. Kwa nini alijiua? Alijiua ili kulipa mauti inayoua roho zetu. Hujanielewa? Kwa nini anajiua? Mwanaume anajiua. Kuna mtu anakufa mahali kwa sababu kuna mauti hapo. Sasa anasema hivi, ili kumsaidia mtu, kilichokuwa kinawindwa ni roho. Na mauti, eneo kubwa linalotafutwa ni roho. Sasa mimi nakuja kulipa roho kwa ajili ya roho. Ndio maana ukishajua swala la mauti, unaanza kuzungumzia swala la uhai. Ukianza kuzungumzia swala la uhai, kafuatilia ustawi wa nyumbani kwako. Mwaka huu kuanzia Januari mpaka sasa, umestawi wapi? Unagundua roho ya ustawi haikuwepo. Kuna mauti mahali. Si kama unanisikia? Juzi nilikuwa nimekaa ofisini kwangu, alafu nasikia roho Bwana ananisemesha juu ya mazingira ya nyumbani kwangu. Nikiwa hapo ofisini, alafu nikasikia roho Bwana ananiambia,
ona ya mazingira. Na nimepelekwa nyumbani kwangu palivyokaa. Alafu nikasikia roho Bwana ananiambia, kaangalie pale nyumbani kwako. Huna kitu chenye uhai kinachokuzunguka. Maana yake umezungukwa na roho ya mauti katika yale mazingira. Hata ukipanda ua halikui vizuri. Hata ukifuga wanyama hawakai, wanakufa kwa sababu mazingira yako yamefunikwa na roho ya mauti kila mahali. Alafu ananiambia, unapoomba juu ya hili eneo, usiombe tu juu ya roho ya mauti iliyoko kwenye eneo. Fuatilia hiyo roho, maana kuna mahali ilipata mlango ikaingia. Kwa hiyo kaitafute ilikoingia. Sasa ni kazi ya mimi kukaa kwenye maombi. Nikaanza maombi, niko kwenye mfungo pale, naanza maombi, lakini naona Mungu ananionyesha, alafu ananionyesha kitu kimechipuka, alafu kikafa. Muulize mwenzako, una ustawi wapi? Wangapi mna ustawi wa kiuchumi? Wangapi mna ustawi hata wa mboga za majani umeweka alafu zinastawi vizuri? Kaangalia hata maua nyumbani kwako, kuna mengine yamekauka. Na sio kwa sababu upandi unapanda, lakini kuna mauti inapambana na uhai. Sasa Yesu Pasaka ni kutoa roho. Yesu anapotoa roho anaachilia mauti kuokoa mauti. Naposema itumie mauti ya Kristo kukomboa mauti, kukomboa maisha yako kutoka kwenye mauti, inamaanisha kwamba mauti ya Kristo ilipita kwa ajili ya kukomboa wale walio kwenye mauti ya adui. Haiwezekani kutoka kwenye mauti kama Kristo hajafa. Sasa baada ya kufa kwa Yesu, anaachilia ile roho. Yesu hajafa jana wala leo wala hafi Ijumaa. Yesu alishakufa. Shida ni kwamba hatujajifunza hivi vitu kwa undani ili kurudisha uhai kwenye maeneo mbalimbali. Kwa sababu mauti inaondolewa na mauti. Unanisikia? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuondoa mauti kwa kitu kingine. Na mauti ya kiroho inaondolewa na roho Bwana. Kwa nini? Wakati wanaondoa ile mauti kwa ile kijana, anasema alikuwa amekufa na sasa ni hai, amefufuka. Kwa nini wakati wanaondoa ile mauti walimwaga damu? Walimwaga damu, ulikuwa ni mfano wa roho itoke ili kurudisha roho. Si kama mnanielewa? Kuna mtu ananielewa? Yule baba hakuwa na mpango wa kusema achinjwe mnyama pale. Lakini ili kuondoa mauti lazima utafute damu au utafute uhai. Uchukue roho ya kitu kwa mbadala wa roho. Wakati wanarudisha roho ya yule mwana mpotevu, kuna kitu kinauawa ili kureplace, kucompensate pale. Kuna roho ya kibiashara imeondoka kwa mtu. Kuna roho ya kiutumishi imeondoka kwa mtu, amekufa hapo. Kuna roho ya maisha fulani imeondoka na hauna ile hali. Jioni ya leo ni siku ya kwanza. Nataka nikwambie amekufa kwa ajili ya kurudisha uhai kwenye eneo ambalo pamekufa. Kuna uhai wa kibiashara. Yuko mtu ana mbinu za kibiashara, ana neema ya biashara, lakini amekufa kwenye ile roho. Jioni ya leo Bwana anataka kurejesha hiyo roho kwenye maisha yako. Haleluya, 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 haleluya. Kuna ile roho imeondoka kwenye maisha yako. Kuna uhai wa eneo fulani la kazi. Kuna uhai wa eneo kwenye familia. Kuna uhai wa kimasomo. Hiyo roho imekufa. Sai Bwana anataka kwenda kuirudisha kwenye familia moja mahali. Maana tayari yuko ambaye alishalipa mauti kwa ajili ya mauti. Haleluya, 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 haleluya. Semina hii inataka kumtoa mtu mmoja mahali. Kuna mtu ameshughulikiwa, ameuawa mahali, amekufa mahali,
ana jitihada nyingi sana, ana uwezo mkubwa sana, lakini tayari kuna namna shetani alimsaka, amemuua huyu mtu, amekufa rohoni, lakini mwilini bado anapambana na haoni, anapambana, anaumia. Yesu Kristo alishakufa tena pale msalabani, yuko hapa ili kusaidia roho moja ya mtu moja akainuke tena, akaende tena, akafanye biashara, akafanye kazi, akakae kwenye familia vema, akainuliwe. Yuko mtu moja tena ana kipawa kikubwa, lakini roho imeshughulikiwa. Jioni ya leo ziko roho zinaanza kuinuka. Jioni ya leo, siku ya kwanza. Haleluya, 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 haleluya. Iko roho ambayo ilikuwa kwa Yusufu, ilionekana iko siku zote. Kuna roho ya good luck, hana mwingine. Hiyo roho ikisha kufa pale, anaweza akabaki mwili anadunda mjini, lakini hamna kitu. Hiyo ndo Yesu amekuja kurudisha, ili watu waanze tena kujua kuna kitu unacho, kuna kitu ulipewa, kuna kitu Mungu alikuwekea, kuna kitu Mungu alifanya. Kwa nini watu wanakudharau? Kwa sababu kuna mahali umekufa, hawakuoni hapo. Unajua watu wote ambao wanaheshimiwa ni watu ambao wakikutwa kwenye field ya eneo walipakwa mafuta, kuna kitu kinawasaidia, wanafanya mpaka watu wanashangaa. Lakini kafuatilia ile roho ikisha kufa, kuna namna wanakukuta kwenye field lakini hawaoni kile kitu. Simama tuombe. Ni siku ya kwanza, hebu chukua sadaka yako kabla ya kuingia kwenye maombi. Chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako tutoe, alafu tutaingia kwenye maombi. Chukua sadaka yako. Mandoro sakata badaba. Rapasha kata badaba. Rikakora wasaya. Rabashanda rabasiki. Rabashakara wasaya. Jesus. Inua mikono yako, chukua sadaka yako. Kuna upako Mungu ameuachilia huko hapa kwa ajili ya kurudisha watu. Kuna vitu vitarudi hapa, kuna upako hapa, kuna kitu cha Mungu kinaenda siku ya kwanza kufanyika hapa. My God, sema Bwana Yesu, nimeinua sadaka yangu, ni siku ya kwanza, najiunganisha na neema yako katika ujumbe huu. Ukanifufue, ukafufue kila kilichokufa, kwa sababu mauti yako inatosha, inatosha, inatosha kufufua na kurudisha kilichokufa kwenye maisha yangu. Bwana, saa hii ninaomba nguvu ya mauti yako, kwa ile damu yako iliyotoka, iliwakilisha roho wako ulipoitoa ukafa kwa ajili yetu. Saa hii na achilia hiyo nguvu yako, inisaidie, inisaidie, inisaidie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Omba kwa dakika chache unachosikia ndani ya moyo wako kabla hatujaingia kwenye maombi ya ujumla. Sema neno kwa ajili yako, sema neno kwa ajili ya mahali ambapo unasikia ndani yako kuna mahali pengine kuna mauti tayari imekaa. Mwambie Bwana, ilo eneo ambalo mauti tayari imekaa, mwambie Bwana, ilo eneo ambalo mauti imekaa, mwambie Bwana. Rapa shanda, rapa koraba sata, rapa koraba shira, rapo shanda, rika koria sata, rapto boda basaka, rapto boda bashira, koraba shira, kantoria saka, rapa kashanda, rapa kakora, rapa shata. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo,
Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea sadaka ya huyu mama, ya huyu baba, ya huyu dada, ya huyu kaka, ya huyu baba, ya huyu mtoto. Bwana, jioni ya leo kandoria saka ripa koria kandarabashira. Bwana, pokea sadaka zetu. Bwana, pokea sadaka zetu. Bwana, pokea sadaka. Mioyo yetu na maisha yetu, kuna mahali tumekufa kiroho, kuna mahali tumeguswa. Wengine wanasikia kuumwa na moyo, wanasikia huzuni sio katika, wanasikia hali ambayo sio nzuri. Wasaidie kandoroboshara roblo mauti iliyokuja, mauti iliyowavamia, mauti iliyokokwao, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu,